الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hii ni darasa nambari 39 katika mwendelezo wa kitabu hiki Mulhatul I'rabi lilhariri rahimahullah ta'ala, wa nas'alullah ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yaj'ala 'amalana hadha fi mizani hasanatina. Hii itakuwa ni nambari 39A, halafu kutakuwa na B. Na kwenye darasa hii au kwenye mlango huu Sheikh anaenda kutufundisha babu listifnai au babun alistifnau, mlango ambao unaenda kuzungumzia kitu kinachoitwa alistifnau. Alistifnau maana yake ni kuvuua. Kuvuua ni nini? Ni kutoa kitu kwenye vitu vingi. Kwa mfano ukisema hivi, wamehudhuria wanafunzi isipokuwa Juma, hadhara tulabu illa Juma. Sawa, sasa kuvuua ni kitendo cha kumtoa Juma kwenye kundi la wanafunzi. Huyu Juma ambaye amevuuliwa, kwenye Kiarabu mwenye kuvuuliwa anaitwa mustasna. Na yule ambaye kumevuuliwa kutoka kwake ambaye ni wanafunzi, kwa sababu Juma amevuuliwa kutoka kwa wanafunzi, kutoka kwa wanafunzi. Sasa wale wanafunzi ambao Juma amevuuliwa kutoka kwao wanaitwa mustasna minhu, mwenye kuvuuliwa kutoka kwake. Alafu kifaa kinachotumika kuvuulia, ambapo hapa tumetumika isipokuwa kwenye Kiarabu ni illa, kinaitwa adatul istifna, ni kifaa kinachotumika kuvuulia. Sasa nimeona nialete haya maelezo ili tukiingia kwenye kusoma hizi beti za shekhe iwe ni rahisi kuzifahamu. Yusamma alismu alladhi, linaitwa jina ambalo yaqa'u, linatokea baada ya illa mustasna, mwenye kuvuliwa. Kwa hiyo anayevuliwa anaitwa mustasna. Wa yusamma alismu alladhi, na linaitwa jina ambalo yaji'u qabla, linakuja kabla ya illa, wa yashmalu fi al-ma'na ala ma ba'daha, na linakusanya kwenye maana hata lile jina linalokuja baada yake, basi linaitwa mustasna minhu. Kwa hiyo mwenye kuvuliwa yule, kwa mfano kwenye mfano wetu Juma, mustasna, na yule ambaye tumevua kutoka kwake anaitwa mustasna minhu. Na hapa Sheikh amesema mustasna minhu anakuwa ana maana hata ya yule aliyetolewa, kwa sababu kwenye mfano wetu huu mustasna minhu ni wanafunzi, mustasna aliyevuliwa ni Juma. Sasa mustasna minhu ambaye ni wanafunzi anakusanya hata maana ya yule aliyevuliwa, kwa sababu bado Juma ni mwanafunzi. Haya, almustasna, mwenye kuvuliwa bi illa, kwa kutumia kitendea kazi hiki illa, ismun ni jina, yuzkaru ambalo hutaja baada ya illa. Jina hili mukhalifan, linakuwa linaenda tofauti fil hukmi, katika hukumu, lima qablaha, na jina lililokuwa kabla yake au na yule aliyekuwa kabla yake. Hukumu almustasna bi illa, hukumu ya mwenye kuvuliwa kwa kutumia hiki kitendea kazi illa, hukumu yake. Kwa mfano wetu huu, hadharat tulabu illa Juma, wamehudhuria wanafunzi isipokuwa Juma. Au tumtumie zaidi, hadharat tulabu illa. Sasa huyu zaidi ambaye ndio anavuliwa kwa kutumia illa, ana hukumu gani? Anasema idha kana almustasna minhu, atakapokuwa yule ambaye kumevuliwa kutoka kwake madhkura na ametajwa, wa kana alkalamu muthbata, na yakawa maneno yamethibitisha, hayajakanushwa, wajaba nasbul mustasna, ni lazima hapo tuitie nasbu, tuinasibisha mustasna bi illa, kwa kutumia hii illa. Kwa hiyo anayesibisha pale au sababu ya kunasibishwa yule mustasna ni hii illa. Kwa mfano hapa amesema atakapokuwa mustasna minhu ametajwa,
kwenye maneno na maneno ikawa hayajakanushwa yamethibitishwa, basi hapo mustathna yule anayevuliwa lazima tumnasibishe. Wajaba nasbu mustathna illa, lazima tumnasibishe kwa kutumia hii illa. Kwa mfano wetu hapa, hadhara at-tullab, wamehudhuria wanafunzi, illa isipokuwa huyu zaidi hapa lazima anasibishwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mustathna minhu ametajwa, ni hao tullab, wanafunzi ndio ambao kumevuliwa kutoka kwake. Alafu haya maneno hayajakanushwa, yamethibitishwa. Sasa huyo anayevuliwa hapa lazima anasibishwe, hadhara at-tullab illa zaida, au jina lolote utalinasibisha. Na irabu yake ni kama kawaida tu, hadhara ni fi'lun madhi mabniyun ala fathati dhahirati ala akhirih. At-tullab itakuwa ni fa'il, watendaji wa kitendo hao. Illa adatul istithna mabniyun ala sukun. Alafu huyu zaida itakuwa ni mustathna mansubun bi illa, sababu huyo ndio mustathna wetu. Wala tunasubisha al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Hii ndio njia ya kwanza. Na aina hii ya istithna inaitwa at-tammu al-mujabu. Ukisikia al-mustathna au al-istithna at-tammu al-mujabu, ni istithna ambayo kwanza mustathna minhu ametajwa, pili maneno ni muthbati, yamethibitishwa, hayajakanushwa. Hapo mustathna lazima anasibishwe. Haya, idha kana almustathna minhu, atakapokuwa yule ambaye kumevuliwa kutoka kwake madhkura na ametajwa, wa kana alkalamu manfiya, na yakawa maneno yamekanushwa, hayajathibitishwa, hapo jaza fil mustathna, itajuzu kwa yule anayevuliwa, yule mustathna yule illa, kwa kutumia hichi kitendea kazi illa, itajuzu, itafaa aniunsaba ala al-istithna'i, anasibishwe kwa istithna kwa sababu ya kuvuliwa, wa an yatba al-mustathna minhu fi i'rabihi, au amfuate yule ambaye kumevuliwa kutoka kwake mustathna minhu yule katika irabu. Kwa mfano, na kama atamfuata maana yake atakuwa ni badali. Kwa mfano wetu huu, hadhara at-tullabu, anasema itakapokuwa maneno yamekanushwa, ma hadhara at-tullabu, hawajahudhuria wanafunzi, illa, amesema inajuzu njia mbili, umnasibishe mustathna maana yake ambaye ni zaidi hapa, illa zaida, au huyo anayevuliwa ambaye ni zaidi amfuate yule mustathna minhu ambaye kumevuliwa kutoka kwake aliyekuja kabla ya illa katika irabu, ambapo yule pale katika irabu ana dhamma kule kwa sababu ni fa'il, ana rafu kwa sababu ni fa'il. Kwa hiyo inafaa pia zaidi hapa umtie dhamma au dhamma. Kwa hiyo hadhara at-tullabu illa zaida, ma hadhara at-tullabu illa zaida au illa zaidun. Ukipita njia ya kunasibisha maana yake ni mustathna mansubun bil istithna au bi illa, wa ala nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ukipita kwa dhamma maana yake ni badalun min at-tullab, wal badalu ala al-marfu' alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Kwa hiyo inajuzu au ni badali au mnasibishe ala al-istithna. Kwa hiyo tutasema ni mansubun ala al-istithna au ni badali ya kile kilichotangulia. Kwa hiyo utaangalia kama kilichotangulia kina rafu, kina nasbi, kina jarri, huyo pia atapita njia hizo. Haya, idha kana almustathna minhu mahdhufan, atakapokuwa yule aliyevuliwa, kile kilichovuliwa kimeondolewa, kimevuliwa lakini kimeondolewa, uriba almustathna, atairabiwa yule anayevuliwa ala hasabi ma yaktadhihi mawdhi'uhu, kwa kulingana na vile sehemu inavyotaka, fi tarkibi, katika ile sentence, kama lau kanat ghaira mawjudatin illa ghaira mawjuda, kama lau hii illa haiko, yani kama vile hii illa haipo. Mfano wetu ni ule. Mfano wa kwanza, at-tamul mujabu, istithna ambayo mustathna minhu ametajwa na maneno ni muthbat sio manfi. Tulisema hadhara at-tullabu illa zaida. Aina pili al-istithna ambayo tumeisoma hapa
atamul manfiyu, istisna ambayo maneno yamekanushwa lakini mustasna minhu ametajwa. Akatuambia tunapita njia mbili, tumnasibishe mustasna yule anayevuliwa au tumfanye ni badali ya huyo mustasna minhu yule aliyekuja kabla ya illa, kama tulivyoona kwamba ma hadhara at-tullabu illa zaida au illa zaidun. Ya tatu Sheikh anasema atakapokuwa mustasna minhu ameondolewa sasa, ambaye mustasna minhu ni tullabu kwenye haya maneno yetu ambayo tumeyachagua mfano wetu huu, atakapokuwa ameondolewa maana yake u'rib al-mustasna ala hasabi ma yaktadhihi mawdhi'uhu, basi atarabiwa yule mustasna atakayekuja baada ya illa kwa kulingana na vile sehemu inavyotaka. Sehemu inataka nini, yeye ndo atapewa hukumu ile fi tarkibi kwenye ile sentence. Kama lau kanat illa ghaira mawjudati, kana kwamba illa haiko. Haya tulete mfano, ma hadhara tumemuondoa mustasna minhu illa zaidun, zaidi utampa rafu kwa sababu atakuwa ni fa'ilu wa nini, wa hichi kitendo hadhara. Kwa sababu gani? Mustasna minhu hayuko, na ametuambia hapa huyu bwana tumpe irabu au tumpe hukumu kama vile hii ila haiko. Sawa? Na ukiangalia hii sehemu hii ma hadhara ni fi'lun madhi, inataka fa'il, na fa'il tulabu yule ameondolewa hapa. Kwa hiyo yule aliyokuwa mbele zaidi mustasna atapewa hukumu ya hichi kilichoondoka. Haya irabu yetu tutaipitaje sasa? Ma hadhara illa zaidun ma anafiyatu. Hadhara ni fi'lun madhi. Sawa? Ma hadhara illa adatu listisna mulghatu, kimefutwa, hakifanyi kazi hapa, hakijavua chochote. Alafu zaidun itakuwa ni fa'ilun wa kitendo hiki hadhara marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Haya, kitu kingine ambacho tunapenda kukiangalia kabla ya kuangalia mashairi aliyoyataja shekhe pale ndani ya kitabu, almustasna bi ghairi wa siwa, mwenye kuvuliwa kwa kutumia ghairi na siwa, wana hukumu gani hawa? Yustasna bi ghairi wa siwa, kutavuliwa kwa kutumia kitendea kazi ghairi na kitendea kazi siwa. Fayujarru lismu alladhi ba'dahuma, basi litatiwa jarri, litatiwa kasra jina ambalo litakuja baada ya ghairi na siwa bil idhafati, kwa idhafa, kwa maana yake atakuwa ni mudhafun ilayhi majrurun alama tujriha alkasratu. Haya, kama dhahiratu almuqaddaratu tutaangalia jina kama ni lina illa au halina illa. Wayathbutu lahu, na kutathibiti kwa ghairi na siwa min anwa'il i'rabi, aina zile za irabu, ma thabata zilizothibiti, lismi alladhi, kwa jina ambalo baada illa, lilikuja baada ya illa. Kwa hiyo tutaangalia jina lililokuja baada ya illa lilikuwa na hukumu gani. Sasa jina lililokuja baada ya illa wakati alistisnau ilipokuwa ni atamul mujabu, kwamba mustasna minhu ametajwa na maneno ni muthbat, yamethibitishwa, haja kanushwa, mustasna alipewa hukumu ya nasbu kwa lazima. Kwa hiyo ghairu pia tutamweka sehemu ya lile jina lilokuja baada ya illa. Kwa hiyo tutasema hadhara tullabu ghaira zaidi. Ghaira hapo itapita ni badali. Wa huwa mudhafun, alafu zaidi ni mudhafun ilayhi majrur. Hali ya pili ya istithna tulisema ni, au aina ya pili ya istithna tulisema ni atamul manfi. Mustasna minhu ametajwa, alafu maneno yamekanushwa, hayajathibitishwa. Kwenye hali hii tulisema kwamba mustasna atapewa hukumu mbili, ima nasibishwe kwa istithna au awe ni badali ya mustasna minhu. Kwa hiyo tutasema
ma hadara tullabu ghaira zaidin au ghairu zaidin, ni badal ukipita ghaira itakuwa ni badal, na ukipita ghairu pia ni badal. Hali ya tatu alituambia kwamba atakapokuwa mustathna minhu hajatajwa, atapewa yule mustathna alikuja baada ya illa hukumu ya ile sehemu inavyotaka. Kama vile illa haiko, kwa hiyo tutasema ule mfano wetu ilikuwa ma hadara illa zaidun, tulimpa hukumu ya fa'il ya rafa kwa sababu ni fa'il, sababu kitendo kinahitaji fa'il na fa'il pale hakuna, kwa hiyo akawa ni fa'il. Kwa hiyo hapa tutasema ma hadara ghairu zaidin, kwa hiyo ghairu itakuwa ni fa'il wa huwa mudhafun alafu zaidin mudhafun ilayhi. Haya, aina nyingine ya mustathna ni almustathna bi khala wa ada wa hasha, mwenye kuvuliwa kwa kutumia kitendea kazi khala na ada na hasha. Wana hukumu gani watakaovuliwa, au yule mustathna atakayevuliwa kutokana na vitendea kazi hivi atakuwa na hukumu gani? Asema yustathna bi khala wa ada wa hasha, kutavuliwa kutumia kitendea kazi khala na ada na hasha. Fayunsabu alismu baadaha, basi litanasibishwa lile jina litakalokuja baada ya hivi vitendea kazi vitatu, maf'ulan bihi, akiwa ni maf'ulun bihi, ala annaha af'alun, kwa kuzingatia kwamba hivi vitendea kazi vitatu ni vitendo. Au yujaru, au litajurishwa lile jina litakalokuja baada ya khala na hasha na hasha na ada, ala annaha, kwa kuzingatia kwamba hivi vitu vitendea kazi vitatu ahrufu jarri, ni herufi za jarri. Sawa kwa unaweza kusema hivi hadara tullabu khala zaidan khala zaidan ada zaidan hasha zaidan. Hali ya kwanza. Hali ya pili amesema unajurisha kwa kuzingatia ni herufi za jarri. Hadara tullabu khala zaidin ada zaidin hasha zaidin. Ile hali ya kwanza ukinasibisha utasema hizi zote itakuwa ni fi'lun madhin mabniyun ala al-fathati al-muqaddarati ala akhirih lit'azzuri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Alafu zaidan khala zaidan ada zaidan hasha zaidan itakuwa ni maf'ulun bihi mansuban wa amara nasbiha al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Hali ya pili amesema utajurisha ala annaha, kwa kuzingatia hivi vitu vitatu, hivi vitendea kazi vitatu ahrufu jarri, kwamba ni herufi za jarri. Kwa hiyo utasema hadara tullabu khala zaidin ada zaidin hasha zaidin. Kwa hiyo hizi zote utasema ni harfu jarri mabniyun ala sukuni. Alafu zaidin itakuwa ni ismun majrurun wa alam bi khala au bi ada au bi hasha wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Sawa fa in sabaqat ma, ikiwa sasa kutatangulia ma akamtangulia khala au ada wajaba nasbu, hapo ni lazima kunasibisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapo vitakuwa ni vitendo, si herufi tena. Kama hakuna ma nyuma, hapo inajuzu uzifanye herufi za jarri au uzifanye vitendo. Ukizifanya herufi za jarri, yule mustathna wako utamjurisha kwamba hii ni herufi ya jarri, hii ni ismun majrur, au utamnasibisha kwamba hiki ni fi'lun madhi na kwa fa'iluhu huwa, huyu ni maf'ulun bihi. Lakini kama kutatangulia ma akamtangulia khala au ada, wajaba nasbu, hapo ni lazima kumnasibisha atakayekuja mbele ya khala na ada. Kwa mfano ukisema hadara tullabu ma ada zaidan au ma khala zaidan, kwa hiyo ma itakuwa nafiatu
ada na khala ni fi'lun madhin mabniyun ala al-fathati adh-dhahirati ala akhirih al-muqaddaratu ala al-alif lita'azzuri. alafu zaidan itakuwa ni maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Hii ni darasa nambari 39 walhamdulillahi rabbil alamin.